Tunaanzia hapo. Mathayo sura ya 6. Unaiandika andika hivi pale juu. Sasa anatuambia kitabu tunaandika nini sasa? Andika hivi: mwenendo wa Mkristo na maisha halisi ya Ukristo. Mwenendo wa nani? Na maisha ya nani? Baba mchungaji, katika makanisa leo, kama kuna vitu vimeharibika, ni swala zima la mwenendo wa Wakristo. Unapozungumza mwenendo, unazungumza tabia ya Mkristo. Watu waliompa Yesu maisha kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao wanapaswa waishi katika mwenendo unaoipasa Injili. Sikilizeni. Katika imani hii tulionayo ya Kipentekoste, tunasema ni imani ambayo imepata shida kubwa. Ni imani iliyozongwa, imevamiwa na mambo mengi yasiyohusu Pentekoste, lakini wanaitwa wa Pentekoste kwa sababu wanaweza kuomba pamoja, wanaweza kunena kwa lugha, lakini uhalisia wa maisha yao wala sio wa Pentekoste. Naongea na watu waliookoka. Umefika pale? Anza kusoma mstari 6 mstari wa kwanza. Umefika pale? Mstari wa kwanza unasema hivi: angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu. Angalieni msifanye wema wenu machoni pa nani? Maana watu ni watu. Watu wanaweza kubadilika. Watu wanaweza kukusaliti. Watu wanaweza kukutendea jeuri. Watu. Na sasa kama wewe ulikuwa unataka kufanya wema, watu wako waone, majirani zako waone, Wakristo wako wenzako waone, utapata tabu bure. Anaendelea kusema hivi: wanaotenda mambo ya namna ile, kusudi lao, nia yao, lengo lao, watu wawatazame. Nilikutana na mchungaji mmoja aliyepata tabu ya aina hiyo. Mzee wa kanisa kama Kabetelo hivi. Alifanya hivi. Nadhani ilikuwa ni sikukuu ya Krismasi au mwaka mpya. Akaenda akachukua familia ya mchungaji, maana ya mchungaji pamoja na mke na watoto, akawapeleka shopping. Alipotoka kule, gari lake akajaza kila mahitaji aliyokuwa nayo, waliohitaji watu kwa ajili ya sikukuu, akaweka pale. Akaingia mle ndani, akasafisha ile sebure. Alikuwa anafanya BOT, mtu mkubwa huyo. Akafanya namna ile. Baada ya hapo, hakuna mtu aliyesema. Akaanza kusema yeye mwenyewe, kama sio mimi, hiyo suti ya gharama ya mama mchungaji na mchungaji mpaka watoto, kama sio mimi, nani angefanya kwenye kanisa hili? Nenda kaangalia nyumbani kwake, utashuhudia kuna watu. Huu ni wema machoni. Ndugu zangu, tunapoendelea leo, tunaacha pole pole kanuni ya maisha ya Wakristo waliookoka. Tunaanza kwenda kando kidogo kidogo. Nimesikia kwa masikio yangu washirika wakianza kueleza wengine wao ni zaidi na ni bora kuliko wale wengine.
Wangapi wanafahamu kanisani kwetu? Pale kanisani kwetu. Pale kanisani kwetu tunajenga nyumba kwenda juu. Sawa? Alikuja mhubiri wa Injili akahubiri hapo. Wakamwambia, sisi ndio wanaume, acheni ninyi huko mnafanya vitu vya kitoto. Huu ni wema machoni. Atusaidie Yesu Kristo. Maisha yakifika huko, Yesu hataki vurugu. Hataki, anaanza kukuacha uyafanye yale unayoona wewe mwenyewe. Sasa wapi nataka kuzungumza? Hebu tusome mstari mwingine hapa. Uanzie mstari wa 7. Wa 7, wa 9, wa 10, uishie wa 14. Anza kusoma ule mstari sasa, Jonas. Ule mstari wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 mpaka tapokuwa mwisho wa 14. Neno la Mungu linasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Ishie hapo kwanza. Nirudi kuwauliza. Hivi ninazungumzia nini? Mwenendo na maisha ya Mkristo. Anza kusoma sasa. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Ishia tu hapo Jonas kwanza. Hatuna haraka yoyote. Naomba nisikilize. Sasa Wakristo waliojazwa na Roho Mtakatifu wanapotaka kuongea na Mungu wasifanyeje? Wasifanyeje? Wanaopayuka ni walevi, watu wasiofaa. Kupayuka sio kupaza sauti. Sawa? Sio kupaza nini? Na wengine wanadhani kupayuka mtu akipaza sauti anapayuka. Hapana. Ni yale maneno ya mpangilio, unarudia rudia yale. Msiwe hivyo. Ni maombi ya ubinafsi. Iko hivi. Kama Mkristo aliyejazwa na Roho Mtakatifu, maana yake eneo hilo unapaswa uadvance, yani upige hatua kwenye yale maombi yako ambayo unaomba. Maisha yako yawe ya baadaye. Biblia inaeleza hivi, tuwatangulize, si wengine tuwatangulize mbele. Unapoingia kwenye maombi, kabla ya kuanza kujieleza wewe mwenyewe, si Mungu anajua mambo yako? Hebu simama na mambo ya wengine. Simama na mahitaji ya mama fulani, unamjua baba fulani, kijana fulani na fulani. Hebu simama na mambo yake kwanza. Ukianza kumwelezea huyo, Mungu anafungua zile valve. Unaona sasa namna inavyoweza kujaa. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Sasa tukiwa katika hali ya kuomba, tukiwa katika hali ya kusali, maana yake katika hali ya ibada, achana mambo yako. Biblia inasema hivi, Mungu hujishughulisha sana na mambo. Wewe shughulika na mambo ya wengine, Mungu anashughulika na mambo. Siku mna mtu ananielewa ninachokiongea hapa? Amen. Shughulika na mambo ya wengine, shughulika na mambo ya kazi ya Mungu, Mungu atashughulika na mambo ya kwako. Amen. Ule ubinafsi ambao unaweza kuwa nao, maisha ya kanisa la Mungu, uhalisia wa kanisa la Mungu ni wale watu wanaoshughulika na mambo ya wengine. Amen. Amen. Biblia inaeleza hivi, Yesu akazivua enzi, mamlaka na nguvu na utukufu, akaziacha wapi? Akaja duniani,
akazaliwa kama binadamu wa kawaida, mtumwa. Mungu mwenye enzi na mamlaka anashughulika na mambo ya wanyonge. Na huyu ndiye mwanzilishi wa kanisa, na kanisa limfuate yeye namna anavyofanya. Na likimfuata yeye watatoka, watatoboa. Kwa nini unachelewa kutoboa? Ni kwa sababu unajihurumia kupita kiasi. Unajipendelea kupita kiasi. Maombi yako ya kufunga yameangalia kwako kupita kiasi. Si kama unanielewa nilichokiongea? Ukitoka kwenye eneo hilo, macho yako yakainuliwa, ukatazama kwa mapana na marefu, Mungu atashughulika na mambo yako kuliko unavyofikiria wewe. Hebu shughulika na mambo ya watu wengine. Kanisa la Mungu liko kwenye mgogoro kwa sababu tunaishi na watu waliojaa ubinafsi. Kila jambo jema wanatamani wasemwe wamefanya wao. Kila kitu kizuri wamefanya wao. Imewatengenezea ule ubinafsi, ikaleta uchoyo kupita kiasi. Si kama naeleweka? Na tukifika pale sasa tunafeli. Biblia iko wazi kabisa. Nanyi mkiwa katika kusali, maana yake mkiwa katika ibada, sawa sawa, vile vitu vinavyowazunguka achana navyo. Shughulika na mambo yaliyo mbele yako makubwa ambayo Mungu anatamani akutumie wewe. Shida ni wewe tu, mindset ya kwako umeijenga kuangalia hapa. Na ukiangalia hapa utaanza kusubiria sifa. Atusaidie Yesu Kristo. Nasema hivi, atusaidie Yesu Kristo. Natamani sana kama ungeelewa na maanisha nini. Na anaeleza hivi, wanaopayuka ni watu wa mataifa. Watu wa nini? Kuna taifa la Israeli na mataifa waliozunguka Israeli. Israeli ni taifa la Mungu. Lilikuwa limezungukwa na mataifa 7. Wahiti, wa Amori na Wayebusi na kina nani. Wale wote walikuwa ni maadui wa taifa la Mungu. Na sasa Mungu anawaambia Israeli wanapoomba wao wasifananishwe na mataifa, watu ambao wamesimama kama maadui juu yao. Amen. Watu wa Mungu, hata kama unazungukwa na maadui, Daudi anasema hivi, Bwana huandaa meza yako mbele ya maadui zako. Bwana yuko tayari kukupa chakula katikati ya vita. Bwana yuko tayari kukutendea mambo makubwa katikati. Usibabaishwe na vitu vidogo vidogo. Usimame kwenye eneo ambalo Bwana anatamani usimame. Shida ya Wakristo, unajihurumia kupita kiasi. Hebu mtikise jirani kwamba usijihurumie sana bro. Haya, wao hawa kwa wingi wa maneno yao wanadhani wamesikiwa. Mungu ni Mungu mwenye haki na utaratibu. Anawaangalia wale ambao wanasimama kwa niaba yake. Amen. Na Mungu anatafuta mtu, sio mtu atatafuta Mungu kwa njia ya dini. Mungu anatafuta mtu. Akisha kumpata mtu huyu, anaanza sasa kutafuta ukuu wa Mungu aliyemtafuta. Si kama unanielewa sawa sawa? Ukisha kuupata, wewe ni giant. Jitu lenye miraba 4 katikati ya vita, wala huogopi chochote. Mstari wa 9 unasemaje? Neno la Mungu linasema mstari wa 9, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Shia hapo kwanza. Salini hivi. Bali ninyi salini. Yaani
Mungu anatoa siri katikati ya kundi la watu wake sasa. Yaani wanapotembea kama Wakristo katikati ya mbwa mwitu, wanapotembea kama kundi lake katikati ya mbweha wabaya wanawawinda, wao sasa katika ibada zao wasalije? Amesema asalije. Mnasemaje? Rafiki yangu, ngoja nikueleze kitu usichokifahamu vizuri. Unakisikia tu. Wewe ni mtu wa maana sana. Sika mnaelewa? Wewe ni mtu wa maana sana. Yaani katika ulimwengu huu wewe ni mtu wa maana sana. Ila tu wewe hicho ndio hujui. Juzi niliitwa kwa bosi wetu mkuu wa mkoa. Tulikuwa na kikao huko na tume ya rais. Wanasema hivi, ninyi sasa hapa, Mheshimiwa Rais ametutuma mtuambie kama sasa umekutana naye ungemwambia nini wewe leo? Nikasema, kainua mkono. Nasema, mbona mnatutega? Simseme tu kilichowaleta. Sasa sisi tungemwambia wakati hayupo. Yupo. Nasema hizi ni siasa. Nasema basi tutaongea baadaye. Na hiki ndicho watu hawakijui. Ninyi hamkijui kuwa ninyi ni watu wa ajabu sana. Mwandishi wa kitabu hiki anawaambia hivi, yani waamini na watamke hivi: Baba yetu uliye wapi? Yuko wapi? Mamlaka inayomiliki maisha yako inatoka mbinguni inashuka mpaka pale ulipo. Amen. Sijui kama unaelewa hivyo. Yani wewe unalindwa na mamlaka inayotoka wapi? Na anasema hivi, jina lake lifanyeje? Na tatizo sasa, sisi tunakutana na vitu vya ajabu katika maisha yetu. Tunaacha jina lake kulitukuza, tunaanza kutukuza hayo. Atusaidie Yesu Kristo. Nasema hivi, Bwana Yesu atupe macho ya kuona. Hiyo tabu ambayo unaimba usiku na mchana mpaka machozi, achana nayo. Sema jina lako na litukuzwe. Maana una ufalme usioweza kutetemeshwa. Wewe simama kwenye nafasi yako, mwambie, mimi sitatukuza hii, jina lako ndilo litukuzwe. Amen. Iambie hiyo shida, nyamaza leo, jina la Bwana na litukuzwe. Ufalme wa Mungu ukija, utawala wa kimungu ukija juu ya maisha yako, wewe ni mshindi. Wewe huwezi kuamini, mzee Kabetelo, nyumbani kwangu milango imefungwa, madirisha yote yamefungwa. Kuna vitu wanaita vent. Unafahamu ile vent? Zile vent. Kulikuwa ni aina fulani ni nini hivyo sasa? Kama vitofali hivi fulani wanaweka pale juu. Vinakuwa na matundu. Unafahamu wale wa zamani ndio wanaweza kuelewa vizuri. Ujenzi wa nyumba vilikuwa ni kama mapambo fulani, lakini ni vitu ambavyo vinaingiza hewa na kutoa hewa kule juu. Ukifunika hapa dari yako ukaweka board huko juu, hewa inapitia pale. Sasa hivi vilikuwa chini hapa. Usiku moja, bundi mkubwa, unafahamu bundi? Unafahamu yumo ndani. Anazunguka sasa, ameingia kwenye chumba cha watoto. Anazunguka sasa, uzuri wamelala, wameweka neti vizuri, linazunguka linajaribu kuangalia huku na huku na huku na huku. Sasa hata hawawezi kusema kuna nini. Baada tu mimi kama nikashtuka, kuna nini? Nikainuka, nilipoinuka nikaingia, nilipofungua mlango nikafunga, nikawasha taa.
Bundi yuko hapo anazunguka. Nikatafuta fimbo, ninaenda kumpiga, eti bundi anapita kwenye zile venti. Katundu kadogo kama haka, bundi mzima shap, akaenda. Nikasema hii nayo ni kazi nyingine. Nikauliza watoto, amekuja lini? Yaani nimekuja muda mrefu sana. Mbona hamkusema? Tuliogopa. Hivi ni hofu au ni nini? Siku nyingine akarudi mle. Alipoingia sasa na mimi nikawa nimejipanga. Niliingia tuna ubao. Nikasema kwa jina la Yesu wa Nazareti leo mimi na wewe. Akaruka hivi anao ubao chini. Nikapiga, nikasambaratisha kichwa. Nikafungua geti, nikapeleka huko nje, nikatupa. Kesho hayupo. Akaja tena. Siku hiyo nikasema sasa leo, leo tunamaliza hapa. Nilipompiga nikasema tunamaliza hapa. Na sikutoi. Hapa. Nikasema kwani ndani na bundi hapa ndani, tupa hapo nje. Baada ya siku tatu aliyekuwa jirani yangu, bibi mmoja wanayefahamu mtaa huo, aliyekuwa jirani yangu tu, nyumba tunatazamana hivi, tunatenganishwa na barabara, hayupo. Sasa zikaanza kusikika polepole, usicheze na mchungaji huyu, ni mchawi bara. Najua wapi uchawi mimi, wapi na wapi. Mama fulani wanasema tulimwambia, akatumia sasa na yeye ubabe wake. Yako wapi? Wengine wakaleta habari, hayupo. Rafiki yangu, sisi ufalme wa Mungu ukija, yani ufalme wa Mungu ukija katikati yetu, ukasimama upande wa kwako, I say hakuna aliye juu yako, hakuna atakayefanya chochote, Bwana akiwa upande wa kwako. Hayupo. Sikwambii story, nakwambia habari halisi. Sema tu Mungu amefanya siri. Angetufungulia macho tukaona, labda tungejitapa sana, au labda tungekosea na kukosea. Ulinzi ulionao wewe, sema tu kwa sababu hujui. Bwana yuko upande wako, anakusaidia. Kanuni ni moja tu, kama umejitenga na dhambi, umeacha kila kitu, Bwana yuko pamoja na wewe. Ulinzi wake uko pamoja na wewe, mkono wake uko pamoja na wewe. Kama umeacha mambo mengine yote hayo, Bwana hataacha kukulinda na kukutunza. Amen. Mwambie tu ufalme wako uje, atawale maisha yako. Unajua pia hapa kuna kitu kigumu zaidi. Yaani ufalme wa Mungu ukija, maana yake mawazo yetu na mipango yetu inavunjika. Tunampa yeye nafasi. Hapo sasa ndio kuna kazi. Mapenzi yako yafanye nini? Mapenzi yako yafanye nini? Wapi? Kama wapi? Wanaotimiza hapa ni akina nani? Aya. Mapenzi ya Mungu ambayo yanapaswa yatimizwe kwako ni yapi? Atusaidie Yesu Kristo. Huu ni uasi. Huu ni uasi. Madhaifu ya wengine usitembelee, sio kiatu chako. Nafasi yako ni kuwaombea. Hiyo ndio nafasi ya kanisa. Kwa kutokujitambua kwako, ndio unabebelea umbea kupeleka kwa wengine. Si ujielewi. Nilienda kanisa moja, nikafundisha vizuri, tukamaliza. Akasema uongozi wa wanawake, baba mchungaji, wanataka wakuone. Akasema sawa. Wakaja. Baba, tunashukuru sana Mungu amekutumia. Sema ndio. Ila mbele yake ngoja tuone. Sisi tumekuja, tuna kitu kidogo kwa ajili yako. Akasema haya, kaniletea.
ila tunahitaji Baba uendelee kutuombea. Tuna msalaba Baba hapa, msalaba. Nasema nataka kuona msalaba huo ukoje. Mchungaji wetu kwa kweli hana maneno. Mama mchungaji wetu ni msalaba wa kanisa hili. Uone maendeleo yanatokea, msalaba ni huo. Nikasema kazi ni ndogo tu. Mimi nataka nimalize leo. Ninyi si wanawake hapa? Apatikane mmoja aolewe na mchungaji sasa hivi, halafu yule aondoke. Yamekuwa hayo tena, si ndio? Mnataka niwaambieje sasa? Mimi nilikuja kuwahubiria hapa, nimewahubiria, mnanetena umbea tena hapa. Mimi niende nao wapi sasa? Baba tusamee, ukapigana moto, tusamee Baba, kumbe tumekosea. Ujui kama unakosea? Mpone kwa jina la Yesu. Nasema hivi, mpone kwa jina la Yesu. Yaani ni hivi, watabaki hawa. Ipokeeni, hii ni safu yenu ya uongozi. Hamtaongozwa na malaika wala Yesu hawezi kuja kuchunga igoma Yesu. Na sasa kama wanachunga hawa kina tumsifu, hawa akina afande hawa. Yaani hawa ni wanadamu asilimia zote 100. Ukiwageuza upande huu ni wazuri, upande mwingine unakutana na hali halisi ya maisha yao. Ni kuchukuliana na kubebeana mizigo, tunakwenda mbinguni. Si kama mnanielewa ninachokiongea? Kwenye uhalisia ni kukubali kila mmoja ameitwa na Mungu na ametengenezwa na Mungu. Sasa anamfaa Kristo, na hata kama hakufai wewe, endelea kujitengeneza wewe ili akufae. Amen. Sasa kanisa hatuwezi kuwa namna ile. Na inasema hivi, ule mstari wa utupe leo riziki yetu. Kamstari kafupi tu, ni kafupi tu, si ndio? Utupe leo nini? Na hapo ndipo pana mtego pia, rafiki yangu. Kwenye eneo la riziki, maisha ya Ukristo wetu unaharibiwa. Kwenye eneo la mkate wako, maisha yako yanaharibiwa pale. Sawa? Biblia inaeleza hivi, chakula ni kwa nini? Kwa nini? Na tumbo ni kwa nini? Lakini vyote hivi viwili vitatoweshwa. Si unaelewa hiyo? Kitu cha mwisho kinasema hivi, na usitutie wapi? Bali kwa kuwa usitie wapi? Sasa unaposema usitiwe majaribuni, Biblia inazungumza kwa habari ya majaribu. Ule mfumo wa majaribu uko sehemu ngapi? Kuna majaribu yanayotoka kwa nani? Ni kipimo. Kuna majaribu yanatoka kwa nani? Kwa shetani, lengo kutuangusha. Ni mfumo. Ukisoma ile Mathayo 4 mstari wa 1 inasema hivi, kisha Yesu akapandishwa na nani? Na nani? Hatari. Yesu akapandishwa na nani? Na nani? Na shetani. Yaani aliyempandisha Yesu kwenda nyikani alikuwa ni Roho wa Bwana. Baada ya maombi ya siku ngapi? Anapandishwa kule sasa, ili akutane na nani? Akutane na nani? Na shetani afanye kazi ya kufanya nini? Ya kumjaribu. Yaani Roho Mtakatifu anakuchukua wewe binti, anakupeleka kwa shetani ujaribiwe. Biblia inazungumza kwamba na usitutie wapi? Bado tuokoe. Sasa majaribu, Yakobo anaandika, anasema hivi, hesabuni ni furaha tupu mkiangukia nini?
Kwenye mikono ya nini? Ili huko mnapojaribiwa, yale majaribu yanaleta nini? Hamsomi hata Biblia. Sasa yale yanayozungumzwa ndiyo yale yaliyomkuta Yesu. Roho Mtakatifu anamuongoza, anampeleka nyikani akutane na shetani. Anafanya hivyo kwa sababu ya kumpima kiwango cha uweza wa Yesu kikoje juu ya adui. Na hivyo ndivyo Yesu anavyoweza kufanya. Anaruhusu, Biblia inazungumza, jaribu haliwapati isipokuwa lile ambalo ni kawaida nani. Mungu ameruhusu namna ile, maana wewe ni wanadamu, lazima upimwe. Wewe ni nani? Si lazima upimwe uonekane ubora wako, kiwango chako. Dhahabu, rafiki yangu, ikichimbwa lazima moto choma kwenye moto ili toke ile pure. Na wewe kama Mkristo, wakati mwingine Yesu anakuacha unatembea peke yako, unaelekea kwenye kutengenezwa. Na sasa wasioelewa wanaanza kusema, mimi tahama na kanisa hili halina upendo, wameniacha. Ni kipindi chako, unapimwa, unatengenezwa ili utoke pure. Kaa pale, tulia. Unaenda wapi? Unakwenda wapi? Ndio, milango yote inafungwa. Mchungaji ni kama hayupo, wazee wa kanisa kama hawapo, waimbaji wenzako kama hawakujui. Ni wewe na Mungu unatengenezwa ili uweze kumtegemea Mungu. Sasa unalia nini? Lakini Biblia inasema usitutie majaribuni. Yale majaribu yanayotoka kwa adui yenye lengo la kutuondoa kwenye mpango wa Mungu. Huko ndiko tusiende. Tumwambie sasa sisi kama watoto wako, usiruhusu yule mbaya akaumiza maisha yetu. Amen. Kwa hiyo Wakristo, tabia zetu, mwenendo wetu, Mungu anachotamani tumfanane na kumlingana yeye. Amen. Nasema hivi, amen. Mungu akusaidie usimame wewe kama wewe. Yaani katika maisha yako usimame kama wewe. Na uzitambue basi nyakati za kujiriwa kwako. Kama uwezi kutambua mambo haya, wewe ni mtu wa ajabu sana. Nani alikwambia njia ya wokovu ni kama tulivyokuwa tunaimba kipindi kile cha nyuma? Wanasema tambarale kwa Yesu ni nini? Hakuna nini? Tunawaambia hivyo wanapokuja. Ila wakija tunaanza kuambia, sasa umekuja. Njia hii rafiki yangu ina 1, 2, 3. Jifunge kibwebwe, anza kutembea. Sawa Sawa Sio rahisi kivile. Inahitaji watu waliojitolea. Amen. Inahitaji watu wanaotembea katika njia kwa usahihi. Ndio, dunia ina sauti zake, ngurumo za kwake, lakini sauti ya Bwana ibaki juu ya maisha yako. Nasema sauti ya Bwana ibaki juu ya maisha yako. Yaani sauti ya Bwana ibaki juu ya maisha yako. Yeye hata kuacha wala hata kupungukia, ibaki juu ya maisha yako. Ndio, maisha yananena, yanakwambia wewe umefeli. Mwambie, ninyi ndio mmefeli, mimi nina Bwana aliye na Bwana hawezi kufeli. Bwana atatengeneza njia, Bwana atatengeneza mlango, watu watatembea. Ni sauti tu za ulaghai ili wewe uache kanuni ile ambayo Bwana anatamani utembee nayo. Mungu awatie nguvu mnaposimama kama kanisa la Mungu mahali hapa. Na pia kitu kingine cha mwisho, ninyi ni wazazi. Ninyi ni wazazi. Hapa ni parokiani, si ndio? Hapa ndio parokiani. Baba paroko na wasaidizi wake wako hapa. Na ninyi tazameni kwa mtazamo mpana kuijenga kazi ya Mungu huko ambako mipaka ya baba paroko inaenda. Saidianeni na yeye kutimiza maono ya kuimarisha hizo kazi. Kati ya watu ambao wamepiga kazi katika kanisa letu, baba mchungaji amefanya kazi kubwa sana.
na utendaji wa kazi hiyo ninyi mmechangia. Mlipokea maono, mkatembea pamoja na yeye. Hongereni kwa kazi hiyo. Sasa kama wazazi wa matawi ya parishi hii, wekeni tu wakati mwingine tu mpango wa kwenu huko, alafu mnamwambia baba mchungaji, tunataka kwenda kuwasapoti tawi fulani ambalo mnaona linasuasua. Yaani maendeleo ya parishi yenu yanatoka kwenu kama wazazi. Tuko pamoja? Niliyasema maneno haya kwetu, wakaanza kusema sasa kama ni hiyo mchungaji, siwahamishe sasa makao makuu yasiwe hapa. Hatuhamishi, maana mimi hapo ndipo niko. Sawa Unapoisema parish ni huyu. Parish ni kiongozi. Na ninyi mlio karibu na kiongozi, simsaidie kutimiza yale ambayo Mungu anampa. Msaidie, msiendelee kusema pembeni. Lakini naongea haya kwa nia njema kabisa. Katikati ya watu ambao hawajawahi kusikika na maneno mengi ni watu wa Igoma. Ninyi huaga hamna maneno, ninyi mna vitendo vingi. Ila sasa mmeanza kupata virus kidogo kidogo. Mnanisikia nachoongea? Mmeanza kupata nini? Virus kidogo kidogo. Sasa ziondoeni kabla hazijashika. Mziondoe, mrudi kwenye misingi yenu. Mimi ni mchungaji wa kanisa hili la Nyakato. Ninaelewa nachokiongea. Sawa watumishi wa Mungu? Rudini basi kwenye nafasi yenu, endeleeni kufanya kazi kubwa. Yaani katikati ya makanisa ambayo tuna parish 6, parish zote 6, parish iliyofanya vizuri sana ni parish yenu. Sasa si mimi nawapongeza. Na pokeeni pongezi hizi kutoka kwa baba askofu, mchungaji kiongozi wetu wa kanisa la Nyakato, kwamba ninyi mmefanya vizuri, na aliniambia niwapongeze napokuja hapa. Katikati yenu ninyi hamjafanya vibaya, ila huko matawini huko kuna virus zipo huko, tutashughulika huko pia, ili wafate sasa hatua za baba na mama wao. Sawa watumishi wa Mungu? Niseme hivi, Mungu wa mbinguni awabariki. Walionielewa na wasionielewa, basi wote Mungu kwa bei ya jumla tu Mungu awabarikie. Waliokubaliana na mimi na wasiokubaliana na mimi, Mungu wa mbinguni awashughulikie. Tena mnasemaje sasa? Tushughulikiwe tena. Sasa washughulikie kuwapa baraka jamani. Ashughulike na mambo yenu watengeneze. Kushughulikiwa mara nyingine inaonekana ni kama akina Jairo sio wanavyofanya. Hapa ni kanisani. Sawa Mungu atengeneze mifumo ya baraka juu ya maisha yenu. Mungu awabarikie sana. Okay, tusimame.